Habari, mimi ni Robin Rachel na hii ni Robin Media. Tunaingia katika video ya pili ambayo naelezea vigezo vya jeshi kuwa bora duniani. Wanatumia vigezo gani kusema hili ni jeshi bora duniani? Katika video ya kwanza nilitoa baadhi ya vigezo kama bajeti ya jeshi, wataangalia una bajeti ya jeshi kiasi gani, kwa sababu bajeti ya jeshi nilisema kwamba ndio itakayobashiri wewe utakuwa na vifaa vingi kiasi gani, utakuajiri watu kiasi gani na vitu kama hivyo. Nikasema habari za mazoezi, morali ya wanajeshi pia inaangaliwa. Kwa kama wewe hujaipata hiyo video ya kwanza, basi iangalie video ya kwanza katika YouTube channel yetu. Sasa tuingie katika kipengele cha pili. Umenielewa? Katika kipengele cha pili ni kwamba moja ya vigezo vinavyoangalia ili ni jeshi bora duniani, tunaangalia uwezo wa jeshi lako jinsi gani kama wana uwezo wa kupeleka nguvu yao mbali zaidi na eneo lao. Sisi tunaelewana hapo? Yani inamaanisha kwamba mtu anaweka hapo jeshi la Urusi, jeshi la Marekani, Mchina, umenielewa? Tunawaangalia wana vifaa vya kuweza kuruka mbali. Mfano Mrusi ana vifaa vya kuweza kuruka Marekani. Marekani ana vifaa vya kuweza kuruka mpaka Urusi. Umenielewa? Mrusi na Marekani wana vifaa vya kuweza kuruka sehemu yote ile duniani. Hicho kitu kinawafanya waogopeke kwa sababu wana uwezo wa kwenda mbali na ardhi zao. Ninaposema kwamba una uwezo wa kwenda mbali na ardhi yako, sio tu katika masuala ya makombora, lakini pia ndege. Una ndege nyingi. Na je, zina uwezo wa kuruka mbali? Umenielewa? Una uwezo wa kutengeneza teknolojia ya ndege ambayo itaenda umbali mrefu na ikahimili kukaa angani pengine muda mrefu. Vyote hivyo tunaangalia. Tunaangalia je, una meli zinazoweza kwenda umbali mrefu? Umenielewa? Una manyambizi ambayo yana uwezo labda wa kuhimili hiki na hiki, wana uwezo wa kwenda huku na huku. Kwa hiyo tutakuangalia wewe una meli, una ndege, una manyambizi, una makombora ambayo yana uwezo kwamba ukichokozwa na mtu wa mbali ukaweza kujibu mashambulizi. Umeelewa? Mfano wewe mtu uko katika bara labda tuseme la Amerika, ukimchokoza Mrusi, ana uwezo wa kujibu mashambulizi akakufuata ulipo. Umeona Ukimchokoza Marekani wewe huko sijui Afrika, ana uwezo wa kufanya mambo akakufuata uliko. Umenielewa? Kwa hiyo hiko pia nacho tunakiangalia. Jeshi lako lina uwezo wa kwenda mbali kutoka katika ardhi uliopo. Kigezo kingine kinachoangaliwa ili kutathmini ili ni jeshi bora duniani ni katika masuala ya ujasusi. Ujasusi ni kiungo muhimu sana katika jeshi, kwa sababu bila ujasusi huwezi kushinda vita. Unaweza ukawa na pesa nyingi, kwa hiyo ukawa na bajeti kubwa ya jeshi, unaweza ukawa na vifaa vingi vya kijeshi, lakini kama majasusi wako wa kijeshi si bora, haushindi hiyo vita. Nitaenda na mifano iliyo hai. Katika vita ya Gaza, Hamas wanapigana na Israel, si ndio? Tumeshuhudia kwa miaka miwili Hamas wameteka mateka wa Kiyahudi, si ndio? Wale mateka wapo wapi? Gaza, si ndio? Gaza ni eneo ambalo Israel ana control kila sehemu, mipaka, anga na maji. Lakini Israel kashindwa kukomboa wale mateka. Tena wengine walikuwa juu ya ardhi. Ndio maana kuna wengine wengi wamekufa kwa sababu walikuwa juu ya ardhi, makombora ya Israel yakawaua. Sasa kwa nini Israel kashindwa kukomboa mateka kijeshi wakati ana jeshi bora na yeye ana jeshi kamili? Hamas ni kikundi tu. Pia anasaidiwa na Marekani. Ana vifaa bora vya kijasusi, vifaa bora vya kijeshi, vina uwezo wa kwenda umbali wa ulioko pale Palestina. Umenielewa? Umbali wote Mashariki ya Kati, vifaa vyake vinaruka. Lakini kwa nini kashindwa kukomboa mateka miaka miwili? Kwa sababu ya ujasusi. Wamefeli katika ujasusi. Ina maana majasusi wa Israeli pamoja na majasusi wa Kimarekani wamejaa miaka miwili Gaza, katika ardhi ya Gaza, eneo ambalo wanajeshi wa Israeli wanalicontrol, lakini wameshindwa kupata taarifa za kijasusi za wapi mateka walipo ili wakakomboe. Umenielewa? Kwa hiyo wamefeli kwenye ujasusi. Kwa hapo tunaona kwamba ubora wa jeshi pia ujasusi nao unaangaliwa. Kwa hiyo ukifeli katika ujasusi, kwa hata kama jeshi lako litasemekana kule ana jeshi namba 18, Israel ana jeshi namba 18 duniani, lakini unaweza ukaaibishwa na kikundi kidogo tu endapo kuna baadhi ya vipengele utakuwa huna kama ujasusi. Tunaelewana? Kama Israel majasusi wako wangefanya kazi vizuri, ina maana wangeweza kujua mateka walipo pale Gaza, kwa sababu wale mateka waligawanyishwa, hakuwepo sehemu moja, wengine huku wengine huku. Ndio maana hata vifo vyao, miili yao inachukuliwa mwingine huku mwingine huku mwingine huku. Lakini kwa nini majasusi wa Israel na wa Kimarekani walishindwa kujua hizo taarifa? Walifeli. Umenielewa? Kwa hiyo ujasusi nao ni kitu ambacho tunaangalia. Usipoweza kuzingatia jeshi lako likawa na majasusi bora, utashindwa vita na kikundi kidogo tu au na jeshi dogo.
Ni mfano wa ujasusi inaweza nikawatolea hata katika vita ya Ukraine na Warusi. Warusi wanachukua yale maeneo ya Ukraine mashariki kirahisi kwa sababu tu ya mambo ya ujasusi. Umeona? Inakuwa ni rahisi wao kupata taarifa za kiintelijensia kutokana na kwamba wa Ukraine mashariki wale wanakubali kutumika na majasusi wa Urusi ili kutoa siri za jeshi la Ukraine, kwamba sasa hivi wanajeshi wa Ukraine wako wapi, sasa hivi wameweka kambi wapi. Umeelewa? Kwa sababu zingine hata wakienda kujificha katika makazi ya watu wanawastua Warusi. Wamejificha katika apartment fulani, Mrusi anailipua. Wamejificha katika fulani, Mrusi analipua. Umeelewa? Ni kwa sababu ya nini? Ya Mrusi anapata urahisi wa kuendesha vita katika sekta ya kijasusi pale Ukraine, kwa sababu wa Ukraine mashariki wanakubali kutumika kwenye ujasusi, kwa sababu wa Ukraine mashariki wana asili ya Urusi. Kwa hiyo wanataka kuwa chini ya Urusi, tumika sana katika masuala ya kijasusi. Ukraine na NATO wakifika pale Ukraine mashariki wanashindwa kuwatumia wale wa Ukraine mashariki kirahisi kupata taarifa, kwa sababu raia wa pale wako tayari kuwalinda wanajeshi wa Urusi. Umeelewa? Kwa hiyo wakifika pale wanawatonya, wanajeshi wa Ukraine wanakuja. Lakini wanajeshi wa Ukraine wakifika pale wanakutana na wananchi wenyewe hawataki. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Ndio maana unaona Mrusi anazidi kusonga mbele Ukraine, japo Ukraine inasaidiwa na mataifa 32 ya NATO akiwepo na Marekani, lakini wanashindwa kumkombolea hata mji mmoja. Moja ya vitu vinavyombusti Mrusi ususi. Hata katika vita kuu ya pili ya dunia, Warusi walikuwa na shirika lao la kijasusi la KGB. Marekani walikuwa bado hawana shirika la kijasusi la CIA. KGB waliwasaidia sana Warusi na Marekani katika kupata taarifa za udambwi juu ya Adolf Hitler. Ndio maana Marekani vita ile ilipoisha tu mwaka 47 Marekani nao wakafungua shirika lao la kijasusi la CIA haraka sana. Waliona ni jinsi gani ilivyo muhimu kujikita katika ujasusi, kwa sababu vitani bila ujasusi hamna kitu. Hata katika vita ya Vietnam, Marekani walishindwa vita ya Vietnam dhidi ya Mrusi kwa sababu ya ujasusi. Wamarekani wakati anapeleka jeshi Vietnam Kusini, majasusi wao waliwapa taarifa. Hizo na majasusi wa CIA bado wachanga, wakawapa taarifa, wakawaambia huku jamani, hivi ndivyo inavyosemekana. Waliwapa moyo kwamba watu wa kule Vietnam ya Kusini wanawataka wa Marekani wakawasaidie. Kumbe zile taarifa zilikuwa si sahihi. Ni viongozi wa Vietnam Kusini ndio walikuwa wanataka wa Marekani wakawasaidie. Raia wa Vietnam Kusini walikuwa hawataki wa Marekani waje, kwa sababu Marekani walikuwa wanaenda kumsupport kiongozi wa Vietnam Kusini ambaye alikuwa hapendi na wananchi wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya udini. Kiongozi wa Vietnam Kusini aliyekuwa anasaidiwa na Wamarekani alikuwa ni Mkristo, dhehebu la Catholic, hivi ndivyo inavyosemekana. Na wale wa Vietnam wengi ni Budha, dini yao ni Budha. Wao walikuwa wanaonaga wanabaguliwa na yule kiongozi. Kwa hiyo wao wakawa upande wa mabudha wenzao, wale wa upande wa Vietnam Kaskazini. Umeelewa? Chini ya kiongozi yule Ho Chi Minh, alikuwa ndo mpigania uhuru wao. Kwa hiyo wakawa wanatoa siri. Kwa hiyo Marekani walipofika, wanajeshi wa raia wa Vietnam Kusini wengi sana walitumika na Warusi kwa ajili ya kupata taarifa za kiintelijensia juu ya Wamarekani. Kwa hiyo mwisho wa siku Marekani alishindwa ile vita. Unaona? Hata kule Laos hivyo na Cambodia hivyo, ujasusi pia ulimfelisha sana Marekani. Kwa hiyo ujasusi ni kitu kikubwa sana katika jeshi. Kwa hiyo unaweza ukawa na jeshi tukasema wewe unajani kwa sababu tu ya pesa, lakini ukafeli kwenye vitu vingine, jeshi dogo likakupita likashinda vita dhidi yako. Pia kuna masuala ya kusafirisha malighafi za kivita, logistic. Jeshi lako lina uwezo, likiingia vitani lina uwezo wa kusafirisha vifaa vya kivita kirahisi, hilo nalo linaangaliwa. Ukifeli pia katika hilo kuisha. Ndio maana vitani watu wanapigana zaidi, kila mtu anamharibia mwenzie miundombinu ili asiweze kusafirisha malighafi za kijeshi kirahisi ili ashindwe ile vita. Ndio maana Ukraine anabomoa kila siku madaraja ya Mrusi kama lile daraja la Crimea ili Mrusi asiweze kufanyaje? Asiweze kufanikiwa kwenye masuala ya usafirishaji wa malighafi za kivita. Mimi ninaitwa Robin Rachel. Na kwa wewe unaopenda kuchangia kazi yetu, namba yetu ni 0745861107. Hiki ni chombo cha habari cha kujitegemea, kinakutegemea wewe shabiki yetu, ili uweze kukiwezesha kizidi kukua. Karibuni.